Naam, ni taarifa yake Bakari Ubena. Msikilizaji, Padri Gaudiens Mchao kutoka Moshi, Tanzania ni mmoja wa walioshiriki baada ya maziko ya Papa Francis. Nimemuuliza ni kipi ambacho kisasalia katika kumbukumbu ya waumini wa kanisa Katoliki katika kipindi hiki cha msiba wa Papa. Kwa kweli anachosalia nacho ni upendo kwa watu wote. Amekuwa akisitiza kukaa pamoja, kuishi pamoja kwa upendo katika hii dunia. Ndio maana daima alikuwa kwa kweli anapigania kweli dunia iwe na amani. Amekuwa akiongea kuhusu vita vinavyoendelea Ukraine, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, vita vinavyoendelea baadhi ya nchi za Afrika kama Kongo na Sudan. Daima amekuwa akisitiza amani, kwa sababu dunia ni kwa ajili ya watu wote kuishi kwa amani na upendo. Padri, ulikuwa na hisia gani wakati Papa Francis anahitimisha safari yake ya mwisho akizikwa pale? Umekuwa ukishuhudia kwa macho yako. Kwa kweli nimeshuhudia umati wa watu, kuonyesha ni kwa namna gani aligusa mioyo ya watu wengi, kwamba watu wengi walimpenda, mafundisho yake, lakini maisha yake hasa katika nadhiri yake ya umaskini ulikuwa ni ushuhuda kwa watu wote. Mmekwisha anza kufikiri sasa Papa ajaye. Kwanza kwa fikra zenu, nyinyi mapadri vijana mko wengi, mnazungumza nini na mnafikiri nini? Kwa kweli Papa ajaye tunatarajia kwamba atafuata nyayo hizi za Papa Francis za kuhubiri amani na upendo na mshikamano kwa watu wote dunia. Ndio matarajio yetu. Hili linalozungumzwa pengine Papa atoke Afrika, ninyi wa Afrika, ni jambo ambalo mnalifikiria? Papa akitoka kokote si haja, manake Papa ni kiongozi wa wote. Hatuna mpango kwamba Papa atoke mahali fulani Afrika au Asia au Ulaya, hapana. Pale mahali ambapo Roho Mtakatifu ataliongoza kanisa, atapenda Papa atoke mahali hapo, basi tunampokea kwa mikono miwili, manake kumpata kiongozi wa kuongoza kanisa ni mpango wa Roho Mtakatifu. Tayari Papa Francis amezikwa. Kinachotazamwa sasa ni mchakato wa Papa mpya. Umeanza? Bado tunawaombea hao ambao wataanza huo mpango baada ya maziko, basi Roho Mtakatifu awaangazie waweze kumpata kiongozi ambaye ataendelea pale mahali ambapo Papa Francis ameliachia kanisa. Ni katika kipindi gani kutoka sasa? Huwa mara nyingi tunatarajia ndani ya siku kadhaa wataingia conclave kwa ajili ya kuanza huo mchakato. Ni Padri Gaudiens Mchao huyo kutoka Moshi kwa Tanzania, ni mmoja kati ya waumini na kiongozi wa dini ambao wamehudhuria moja kwa moja mazishi ya Papa Francis. Kutoka Tanzania nimezungumza na mchambuzi katika masuala yanayohusu kanisa Katoliki na mwenendo wake, George Oscar Mwachanga akiwa Dar es Salaam. George, mengi mazuri kwa Papa yamekwisha elezwa na sera, na sasa kuna tafakari ya Papa ajaye, lakini je, yale ambayo Papa Francis yalionyesha nguvu kwa Afrika yatatetereka? Sidhani kama itatetereka, kwa sababu kwa mujibu wa data ambazo Vatican wametoa zinaonyesha katika maeneo ambayo kanisa Katoliki limekuwa likiendelea kwa ukubwa ni Afrika na Asia. Kwa hiyo sidhani kama itatetereka, lakini matarajio ya wengi ni kuwa Papa ajaye anaweza atachukuliwa kwa umuhimu mkubwa kama ambavyo Papa Francis alikuwa anachukulia umuhimu huo masuala ya Kiafrika, hasa mambo ya haki za watu, mambo ya vita, mambo ya matatizo tofauti ambayo yalikuwa yanaikumba bara la Afrika. Kwa hiyo sidhani kama itatetereka, na kwa sababu hata ukiangalia vyombo vingi vya habari vimekuwa vikigusa sana kuonyesha kuwa Afrika ndo eneo ambalo Ukatoliki umekuwa ukienea kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo nafikiri hata Papa ajaye anaweza akachukulia bara la Afrika kwa umakini na kwa ukubwa zaidi kuliko vipindi vingine. Kuenea huku na nguvu ya kanisa Katoliki Afrika, kuna mchango wa Papa Francis au ni ya kijadi? Naweza kusema Papa Francis ameendelezea pale ambapo watangulizi wake walipokuwa wakifanya. Ukiangalia kwa mfano Papa John Paulo wa pili, yeye wakati yupo kwenye madaraka alikuwa anakuja sana Afrika, na ukiangalia Waafrika wengi sana walikuwa wakimpenda. Nafikiri kwa mfano Tanzania alikuja mwaka 1990. Kwa hiyo nafikiri Papa Francis naye ana mchango wake kama ambavyo mapapa wengine walikuwa mchango kwenye eneo la Afrika.
Kiongozi wa kiimani huyu na lipo la kiitikadi na kijadi. Afrika marehemu hasemwi vibaya, lakini wakosoaji wanasema wakati mwingine ni bora lisemwe ikawe funzo. Lipi ambalo mnaweza kusema lilikuwa dosari wakati wake? Upo semi unasema binadamu si mkamilifu. Dosari kama ambavyo tumekuwa tukijifunza, kama ambavyo tumekuwa tukifahamu kuwa Papa Francis alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana, na pale eneo lolote ambapo alikuwa akikosea mara nyingi alikuwa akiomba samani. Unakumbuka kuna siku moja yule mama wakati anapita kwenye ile uwanja wa St. Peter's Square, wakati anapita pale kuna mama mmoja alimvuta kwa nguvu, Papa Francis kama akampiga kidogo hivi, alichukia, lakini baadaye akaja kuomba samani. Kama binadamu of course hakuna mtu mkamilifu, kwa hiyo na yeye ana makosa yake ambayo yalikuwa mengine yalikuwa ya kisera na nini, lakini mengine yalikuwa nia yake kubwa ilikuwa ni kujumuisha watu wote, kutomwacha hata mmoja kwenye mambo ya kiuokovu. Alipambana sana kwenye eneo hilo. Alikuwa anasema anatumia sana ule mstari wa Marko 2:17, anasema kanisa sio kwa ajili ya watu wema, kanisa ni kwa ajili ya watu ambao sio wakamilifu, waje sasa wakifika kanisani wajue kuwa wanachokifanya sio sawa, wabadilike. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anasema kanisa ni la watu wote. Alikuwa anatumia ile neno nafikiri Kispanish, alikuwa anasema todos, kanisa ni la watu wote. Ni mchambuzi huyu mwenye ujuzi katika masuala yanayohusu kanisa Katoliki na mwenendo wake, George Oscar Mwachanga, nilipozungumza naye akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji, ni kukumbusha kuwa matangazo haya pia unaweza kuyatazama moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na ukurasa wetu wa Facebook. Wakati Papa Francis anazikwa, swali, je, kanisa Katoliki sasa lipo katika hatua ya kuelekea katika ukurasa mpya wa kihistoria? Baada ya kifo cha kiongozi huyo wa kiroho, mbiu imepigwa tena, safari hii kwa sauti kubwa kuliko kawaida, ikielezwa hivyo kuhusu uwezekano wa kumpata papa wa kwanza mweusi. Kutoka Ghana ni hadi Vatican, macho yote yameelekezwa kwa Kardinali Peter Turkson. Lakini je, ulimwengu uko tayari kumpokea papa au kiongozi wa namna hiyo duniani? Silvanus Karemera na ripoti ya kina. Mwaka 2010 kardinali wa kanisa Katoliki nchini Ghana Peter Turkson aligonga vichwa vya habari, si kwa imani yake tu, lakini pia kwa kila alichokipinga. Wakati huo alinukuliwa akiutangazia ulimwengu kwamba hakuwa tayari kuwa papa mtakatifu na pengine kanisa Katoliki halikuwa tayari kumpokea papa mweusi. Lakini sasa miaka 15 baadaye, na baada ya kifo cha Papa Francis, jina la Kardinali Turkson linasikika katika mitaa ya Vatican, safari hii kama mmoja wanaodhaniwa kugombea na kurithi nafasi ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Hata hivyo, akitoa taji hilo, Kardinali Turkson atakuwa ni mtu wa pili baada ya Papa Victor wa kwanza ambaye alitoka Afrika ya Kaskazini takriban miaka 2000 iliyopita. Lakini kwa upande wa kardinali, atakuwa Mwafrika wa kwanza wa kanisa Katoliki la sasa ambalo limeenea kote duniani na maono yenye mrengo wa kisasa zaidi. Madhehebu ya Katoliki kwa sasa yanaendelea kuwa kwa kasi sana barani Afrika, na takwimu zinaonyesha kwamba 20% ya waumini bilioni 1.4 wa kanisa hilo kote duniani wanapatikana Afrika. Swala ambalo linaibua swali muhimu: je, huu si wakati muafaka kumpata papa mweusi? Swali hili nimewauliza baadhi ya waumini wa kanisa Katoliki mjini Kigali, na maoni ya Jare Onare Dukuzumuremyi na Janda Maseni Mani Shimwe yanatoa picha ya kile kinachofikiriwa. Kwanza, Afrika ni bara changa. Miito ya kipadre hapa barani Afrika inaongezeka wakati kule magharibi inashuka. Jambo hilo linaonyesha kwamba mustakabali wa kanisa Katoliki uko hapa Afrika. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani atoke wakati huu barani Afrika. Cha kwanza ni imani tu. Imani tayari wameshaamini, na ikiwa tunasema Roho Mtakatifu ndiye katupa uwezo wa kuongoza, kwa nini basi weusi kama sisi hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu? Hata hivyo, licha ongezeko la waumini wa kanisa Katoliki barani Afrika, bado kuna mtazamo kwamba njia ya mweusi kuelekea Vatican na kuwa kiongozi wa juu wa kanisa Katoliki duniani bado ni tata, kwa sababu wengi wanahisi changamoto za ubaguzi wa rangi, huku wengine hasa wale kutoka nchi za magharibi wakimchukulia papa kutoka Afrika kama mtu ambaye atazidisha sera za kihafidhina, hasa kuhusu haki za mashoga, ndoa za jinsia moja, useja na haki ya kuavya mimba. Lakini Kardinali Turkson kwa upande mwingine
amekuwa akionyesha kuwa mtu wa sera za wastani. Siku za hivi karibuni alionekana akipinga baadhi ya kauli kali za baadhi ya viongozi wakuu wa nchi za Kiafrika kuhusu ushoga, akisema watu hao hawapaswi kuchukuliwa hatua za kisheria kwa sababu hawajatenda kosa la jinai. Kauli hiyo wadadisi wanahisi inaweza kulifanya kanisa Katoliki kumwona kama mtu mwenye mtazamo wa wastani, lakini kwa upande mwingine, Kardinali Robert Sarah wa Guinea, yeye anatazamwa na wahafidhina kama chaguo lao, na hivi karibuni alisababisha utata na mabishano alipolinganisha mawazo huru kama itikadi ya kinazi. Kwa Kardinali Fridolin Ambongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia anatajwa kuwa miongoni mwa kinyang'anyiro hicho, yeye anatazama kama mchungaji mwenye sera za kiuchungaji. Kwa sasa anashughulikia tatizo la wanaume kuwa wanawake wengi na waumini wa kanisa Katoliki kulihama kanisa hilo kwenda madhehebu mengine. Wakati mchakato kupitia mkutano wa siri au conclave kumchagua papa mpya, wadadisi wanasema swala la kumpata papa mpya halipaswi kuwa la uwakilishi isipokuwa la kiroho. Ni taarifa yake Silvanus Karemera. Msikilizaji, tukumbishane kwamba Papa Francis ameliongoza kanisa Katoliki kwa miaka 12. Katika muda huo wote amefanya majukumu ya upapa na kiuchungaji, akitunza utamaduni wa kanisa lake, huku lakini akiwa tayari kukubali mabadiliko. Hata hivyo, ameaga dunia bila ya kutimiza sehemu kubwa ndoto zake za mabadiliko. Tanzania ya Papa Francis iliyoandikwa na Christoph Strack inasomwa hapa studio na Daniel Gakuba. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini na pia mtawa wa kwanza kutoka shirika la Wajezuiti kuchaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Kabla yake hakuna papa mwingine aliyechukua jina la Francis kumwenzi Mtakatifu Francis wa Asisi, aliyejulikana kwa maisha ya unyenyekevu na upendo wa kina kwa viumbe vyote. Kwa kuchagua jina hilo, Papa Francis hakupenda atambuliwe kwa ukuu wa makao makuu ya Vatican wala ofisi ya mkuu wa kanisa na dola kwa wakati mmoja. Jina lake la kuzaliwa ni Jorge Mario Bergoglio na alichaguliwa na jopo la makardinali kuwa papa mwaka 2013. Hakuna kiongozi yeyote wa kanisa Katoliki kabla yake aliyekuwa mtetezi wa wakimbizi na maskini kama yeye, lakini pia alijulikana kwa msimamo wake wa kupigania ulinzi wa mazingira katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kabla ya kuchaguliwa kuwa papa Machi 2013, Bergoglio alizungumza katika mkutano maalum wa makardinali ambako hali ya kanisa Katoliki ilijadiliwa. Katika hotuba yake ambayo baadaye ilikuja kuelezwa kuwa yenye hisia kali, alipigia debe uhuru na uthubutu wa kuzungumza wazi katika kanisa kwa hoja kwamba kanisa Katoliki liache kuzunguka tu mahali pamoja bila kusonga mbele. Tangu mwanzoni hadi mwisho, Francis alijitaja kama mtu aliyetokea kwenye mwisho wa dunia, aliwanyoshea mkono watu wa matabaka ya pembezoni. Haya yote yaliendana na mtazamo wake wa kukataa kujikweza. Kinyume na watangulizi wake, yeye hakuishi katika kile kijulikanacho kama kasri la kitume ambalo linaonekana kutokea uwanja wa Mtakatifu Petro. Badala yake, katika kipindi chote cha uongozi wake, aliishi katika nyumba yenye vyumba viwili iliyotengwa kwa ajili ya wageni mjini Vatican, na alikula chakula pamoja na wafanyakazi na hata wageni. Mara kwa mara Papa Francis alisikika akipinga ubepari na utandawazi, hasa kwa hotuba zake za kisiasa mnamo miaka ya mwanzo ya uongozi wake. Mbele ya bunge la Ulaya mwaka 2014 alikemea tabia ya kula na kusaza na matumizi ya kupitiliza. Mbele ya bunge la Marekani na katika Umoja wa Mataifa mwaka 2015 alimulika madhila ya wahamiaji na mzozo wa wakimbizi. Mara nyingi Papa Francis alitolea miito jumuiya ya kimataifa kuharakisha mageuzi na kuongeza juhudi za maendeleo na kutunza mazingira. Katika waraka wake wa kitume maarufu kama Laudato Si au Sifa Zimwendee wa mwaka 2015, masuala hayo yalitiliwa mkazo. Somo lake katika waraka huo la kutunza kazi ya Mungu ya uumbaji lilionekana kama hukumu ya kisiasa ambayo ilianguka katika masikio ya viziwi. Wakati akiwa Papa, Francis alifanya ziara 47, nyingi zikiwa barani Asia, Afrika, Mashariki ya Kati na Amerika Kusini. Kila mara aliwajongelea masikini, kutembelea mitaa ya mabanda na kuwaalika watu kumkaribia. Alipochukua hatamu, aliruhusu mjadala wa wazi kuchukua nafasi ya mikutano ya kuchosha ambayo awali ilifuata maelekezo maalumu bila uhuru wa kuleta mawazo mapya. Ingawa alitaka kuona pilika katika shughuli za mageuzi, hakuna kikubwa kilichojiri katika kanuni na mafundisho ya msingi.
Alichofanikiwa ni kutekeleza mabadiliko katika bodi ya uongozi wa Vatican kwa kuwaweka masista wawili kuongoza mithili ya wizara katika serikali ya Vatican, nyadhifa ambazo muda wote ziliongozwa na wanaume. Papa Francis alijitahidi kujenga daraja baina ya Wakristo na watu wa dini nyingine kama Wayahudi na Waislamu, akiwa papa wa kwanza kutembelea rasi ya Uarabuni.